Mtazamaji, karibu sana katika mahojiano maalum ya siku ya leo, ambalo tuko na kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na mwandishi wa habari kitaaluma, mdau wa masuala ya maendeleo na mambo mengine kadha kadha, Godlisten Malisa. Kwema? Kwema ndugu yangu, habari za Bongo bwana? Habari za masiku? Tuko salama kabisa. Mnahisi kwamba kuna tatizo? Tatizo lipo. Tatizo lipo, sio moja, wala sio dogo. Mwenyekiti wetu wa chama yupo ndani, kwa maana Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu yupo ndani. Hivi majuzi tumesikia kumekuwa na wimbi la kukamata vijana wengi sana wa chama. Kwa hiyo kuna vijana wengi wamekamatwa na wamepewa kesi mbaya kabisa ya ugaidi katika mazingira ambayo hatuwezi tukasema, hata tukathubutu kusema nchi yetu ina ugaidi, lakini vijana wetu wamepewa hizo kesi za ugaidi. Lakini pia tumeona kwamba baada ya uchaguzi ule uliofanyika kile kilichoitwa uchaguzi kilichofanyika mwaka jana, chama chetu kimekuwa katika pilika za kupambana na dola badala ya kupambana na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hayo yote tunahesabu kama ni changamoto za kisiasa. Kwa hiyo lazima, kama unavyosema, tatizo lipo. Yes, tatizo lipo, ndio. Mwenyekiti yuko ndani. Chama chetu kwa mfano sasa hivi kimezuiwa kufanya mikutano ya kisiasa, japokuwa maelekezo ya Mheshimiwa Waziri anayetajwa kuwa waziri wa mambo ya ndani aliyotoa bungeni, yeye alisema kwamba amezuia siasa kwa vyama vyote, lakini wenye akili tunajua kwamba kilichokuwa kinalengwa ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kwa sababu vyama vingine vilishaamua kuondoka kwenye ulingo wa siasa. Chadema ndio hasa mlengwa wa hilo zuio. Kwa hiyo hilo ni tatizo. Malisa, na uzuri umeanzia hapo, mimi nitakurudisha nyuma mpaka mchakato wa ndani wa uchaguzi ndani ya Chadema, ambao wao uliamua kuwa vuguvugu baada ya makundi makubwa ndani ya chama, lakini ulitoka front kwa wanahabari na ukatahadharisha kwamba watu wafanye siasa, lakini mwisho wa siku wajikite kwenye kulinda chama zaidi baada ya uchaguzi ule. Matatizo mengi yanayotokea hivi sasa, either ndani ama nje ya Chadema, lakini yanayohusu Chadema, msingi wake unatajwa ni uchaguzi ule, na chama kimekuwa kikipita kwenye migogoro zaidi. Hauoni kama mchawi wa jambo hili ni Chadema yenyewe? Hapana. Chama chochote cha siasa, unajua uchaguzi wowote uwe ni wa kisiasa ama usiwe wa kisiasa, lakini ukishahusisha kupiga kura hauwezi kuepuka makundi. Hilo ni jambo ambalo liko wazi kwa sisi ambao, kwa mfano mimi ni Mluteri, na kwenye kupata viongozi wetu wa kanisa, viongozi wa juu, kwa mfano maaskofu, huwa tunapiga kura. Na mimi nimewahi kushiriki katika mikutano mikuu baadhi ya diocese kwa ajili ya kuchagua viongozi wa kanisa. Kwa hiyo hata kwenye kanisa inapofika wakati wa kupiga kura, watu wanagawanyika. Ni jambo la kawaida kabisa. Changamoto inatoka pale ambako sasa mmeshapiga kura, mnapaswa muendelee kubaki kuwa wamoja, kwa maana makundi yale sasa yaweze kuvunjika ili muendelee kubaki kuwa wamoja. Sasa baada ya uchaguzi wa Chadema mwaka jana mwezi Januari, viongozi walichaguliwa, na pengine katika viongozi waliochaguliwa wapo ambao wewe hawakuwa chaguo lako au sio sehemu ya uliowapigia kura. Sasa kama sio sehemu ya uliowapigia kura, lakini maamuzi ya wengi yamefanyika na viongozi wamepatikana, hiyo ndio demokrasia. Kwa hiyo unakubali demokrasia na unaamua sasa kuendelea kushirikiana na viongozi waliochaguliwa kufanya kazi. Kwa bahati mbaya wapo ambao hawakukubaliana na viongozi waliochaguliwa na waliamua kwa hiari yao kuondoka ndani ya chama. Wengine walijiunga na vyama vingine vya siasa na wengine waliamua kurudi katika Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kusema kwamba ndani ya Chadema kuna mgogoro uliotokana na uchaguzi, sidhani, kwa sababu wale ambao hawakukubaliana na matokeo ya uchaguzi hawapo tena ndani ya Chadema.
Sasa hawawezi kuivuruga Chadema kwa huko walipo, unless kama wanatumiwa sasa na dola kwa namna ya tofauti, lakini sio kuwa ndani ya chama. Kwa mimi nafikiri ndani ya chama hakuna mgogoro wote ambao unatokana na uchaguzi. Badala yake kuna watu ambao hawakukubali uchaguzi, huo ni ukweli, lakini wakaamua kuondoka ndani ya chama. Na ni haki yao, kwa sababu swala la demokrasia ni hiari na hakuna anayelazimishwa kuwa katika chama fulani cha siasa. Kama mnaheshimu hiari yao na haki yao ya kikatiba ambao waliitumia, kwa nini kuna nyakati kuna mashambulizi yanaelekezwa dhidi yao? Na sio dhambi kusema kwamba maelfu ya watu ambao walimeguka kutoka Chadema baada ya uchaguzi wa ndani walijiunga na Chauma, na we ni miongoni mwao, umeonekana ukipeleka mashambulizi makubwa zaidi. Mara ya mwisho ni juzi tu hapa, kama sio jana, baada ya wao kutangaza michango na wao kwa ajili ya utaratibu wao na wanachama wao na watu wao wanaounga mkono, lakini kila wanachokifanya inaonekana kama mkakati wa kuidhoofisha Chadema. Wai msiamini kama katika hilo kwamba ni katika njia yao ambao wanapita katika kujenga taasisi yao? Kwanza hakuna maelfu waliotoka Chadema wakahamia Chauma. Hiyo naomba ni kosoe hiyo kauli, kwa sababu Chauma yenyewe hata wakiitisha mkutano mkuu hawawezi kufika watu 500. Sijui idadi kamili ya wajumbe wao mkutano mkuu ni wangapi, lakini kusema kwamba kuna maelfu waliotoka Chadema wakaenda Chauma sio sahihi. Kuweka rekodi sawa, wakati tunajenga hoja, nilikuwepo mkutano wao wakati wanahamia, kulikuwa na watu karibu 2,000 3,000 na ushe kwa takwimu zao, wakati siku ya kwanza kabisa sio wanachama na wanasema ni wanachadema, sio wanachama. Na unajua unaposema kwamba kama wanachama wote wa mkutano mkuu walitoka Chadema, maana yake Chauma sasa haikuwepo. Unaona hiyo ni contradiction, maana yake wao wenyewe wanajikoroga. Maana yake ni kwamba hiko chama hakikuwepo, wao ndio wameenda kukianzisha, lakini chama kilikuwepo. Hashim Rungwe Spunda amekuwa mgombea urais mara kadhaa kupitia chama hicho. Kwa hiyo lazima kilikuwa kina base ya wanachama, na kama kuna wanachama walitoka Chadema wakaenda kuongeza nguvu ni sawa, na wengine tunawatambua kwa majina, lakini sio kweli kusema kwamba kuna maelfu walitoka Chadema wakahamia Chauma. Haina hao wanachama maelfu. Yaani hao waliotoka Chadema jumlisha na hao waliopo ndani ya Chauma kwa sasa hawapo hao maelfu. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kwa nini sasa kumekuwa na confrontation kati ya Chauma na Chadema. Mimi nafikiri Chadema haina confrontation na Chauma. Chauma ndio ina confrontation na Chadema, kwa sababu siasa za Chauma zinategemea sana uwepo wa Chadema. Ukiona juzi alizungumza Roma Mkatoliki kwenye X, zamani Twitter, unaweza kwenda kumtizama pale. Roma alisema ukiona chama chochote cha siasa cha upinzani kinapingana na upinzani, maana yake hiko sio chama cha siasa, kimeacha msingi wake wa kufanya siasa, kinafanya jambo jingine. Sasa wenzetu kwa mfano kwa kutaja wazi Chauma leo hii, kwa mfano Chadema ikiwa haipo, Chauma haiwezi kufanya siasa, kwa sababu Chauma haipo kwa ajili ya kushindana na CCM. Ndio maana karibu mambo yote ambayo yanazungumzwa na CCM na serikali kwa ujumla, Chauma imekuwa ikiendorse. Lakini Chadema ikifanya jambo, hiyo inageuka kuwa hoja. Chadema ikikaa mikutano, kwa mfano kamati kuu ya Chadema iliyokaa Kigoma mwezi uliopita, watu walioanza kuibuka na propaganda za kusema kwamba makamu mwenyekiti amebananishwa kwenye kamati kuu ya Chadema ni hawa wafuasi na viongozi wa Chauma. Maana yake ni kwamba ni watu ambao bila uwepo wa Chadema wao ni ngumu sana kufanya siasa. Lakini Chadema sisi tunashindana na chama kilichoshika dola. Na bahati mbaya iko chama kilichoshika dola kwa maana ya CCM kimeshaacha kufanya siasa. Kwa hiyo kinategemea vyombo kiweze kuendelea kuwa relevant. Lakini CCM sio relevant tena kwa wananchi. Na hata ukisema leo unafanya opinion poll ya wazi kabisa, watu waamue kwa hiari yao, waingie kwenye kura za maoni za chama ambacho kinaungwa mkono na wananchi, utaona reaction za wananchi. Na umezungumza vizuri kuhusiana na swala la Chadema kufanya fundraising kupitia wananchi na Chauma kufanya fundraising, na ni kwa nini sasa inaonekana kama Chauma Chadema imeanza kukosoa mfumo wa Chauma. Iko hivi, hakuna chama ambacho kinazuiwa kukutana na wananchi na wala kufanya fundraising. Hakuna. Na Chadema sio mara ya kwanza. Hata sisi imefanya fundraising mara kadhaa kupitia kwa wafanyabiashara na baadhi ya wananchi wakaongeza nguvu kwenye chama chao. Hiyo ni jambo la kidemokrasia na ni haki. Hata Chauma ikitaka kufanya hivyo ni demokrasia na ni haki. Lakini yako mambo ambayo yanaleta mashaka kwa nyakati hizi.
Jambo la kwanza ni kwamba Chauma ni kama chama watu wengi walioondoka Chauma kwa mfano wanasema chama chao kimekuwa CCMB. Ukimsikiza Mheshimiwa Patrick Asenga ambaye alikuwa ni miongoni mwa wanachama waandamizi wa Chadema walioamua kwenda Chauma, ametoka amesema Chauma hawana ajenda zaidi ya kupambana na Chadema. Yeye anazungumza hayo akiwa ametoka Chauma muda sio mrefu uliopita. Na kule Chauma alikuwa ana nafasi ya kukutana na viongozi wa juu, kwa hiyo ana nafasi ya kujua pia mambo ambayo yapo ndani. Patrick Asenga anasema Chauma kwa sasa haina tena ajenda ya kupambana na CCM, badala yake imegeuka kuwa mkono wa pili wa CCM. Sasa yanapotokea mazingira ambayo Chadema kinaenda kwenye baraza kuu mwezi wa 9, kimeshirikisha wananchi waweze kuchangia. Wananchi wanachangia na kwa sasa imeweza kupatikana fedha karibu milioni 200. Alafu kinaibuka chama kingine kinashawishi wananchi wakichangie kwa ajili ya shughuli zao. Kuna mambo mawili ambayo yanaweza kutafsiriwa. Jambo la kwanza ni alilozungumza Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema. Alisema kwamba hii ni sabotage plan. Yaani kwamba wenzetu wanatumika katika namna ya kuhujumu hii michango ya Chadema. Na wanahujumu kwa namna gani? Kwamba Chadema kwa sasa wananchi wanaiunga mkono kwa kiasi kikubwa sana. Sasa michango hii ambayo inaelekezwa kwa Chadema imewafanya watawala wakashtuka, wakaona kwamba hii nguvu, unajua mtu anapokuchangia chama the matter is not the amount, ni ile nia yake ya ndani ya kuchangia. Kwa mtu akikuchangia shilingi 200, ameinvest shilingi 200 kupigania kesho yake. Ana matumaini na wewe kwamba ndani ya hiko chama alichokuchangia shilingi 200 una uwezo wa kutengeneza kesho yake. Kwa hiyo amechangia matumaini. Sasa inapotokea mwitikio kama mkubwa, haiwezi kuwa ni habari ya kufurahisha sana kwa Chama cha Mapinduzi na serikali yake. Sasa Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti John Heche alisema, namnukuu, kwamba huu unaweza kuwa mpango, yani kwa maana Chauma, unaweza kuwa ni mpango wao wa kuchangisha ili serikali ipate namna ya kuzuia hiyo michango. Kwa sababu kwa mazingira yalivyo sasa, serikali ikizuia michango itaonekana wazi imezuia michango ya Chadema. Sasa ili tusionekane michango ya Chadema, kitafute chama kingine na chenyewe kichangishe, ili serikali ikizuia michango ya vyama vya siasa iwe imezuia michango ya vyama vyote, lakini mlengo hasa anakuwa ni Chadema. Hiyo ni dhania sasa. Yes, hiyo ni dhania, lakini ina ukweli, kwa sababu nikuulize swali. Wakati waziri anayetajwa kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, Mheshimiwa Patrobas, alipozuia mikutano ya vyama vya siasa, Chauma walipongeza. Baadhi ya wanachama wa Chauma, hata kama sio official statement ya chama, lakini wanachama waandamizi kabisa wa Chauma walipongeza, wakasema kwamba katika mazingira ya sasa ni vema mikutano ya kisiasa izuiwe, sijui watu wa concentrate na maendeleo na vitu kama hivyo. Lakini unaweza kugundua kwamba kama ni chama cha siasa kweli ambacho kimejielekeza kufanya siasa, huwezi ukaunga mkono mikutano ya kisiasa kuzuiwa. Sasa kwa kuwa agizo la kuzuia mikutano ya vyama vya siasa iliungwa mkono na chama ambacho ni victim wa hilo agizo, inaweza kuapply pia kwenye michango, kwamba leo waziri akatamka akasema kwamba michango vyama vya siasa viruhusiwi kuchangisha umma, na iko chama ambacho kinatajwa kwamba na chenyewe kinachangisha, kikatoka hadharani kikapongeza kama kilivyopongeza mikutano ya kisiasa kuzuiwa, kikasema bana, sisi tunaunga mkono, hebu kwa sasa tuzuie hii michango, itafute namna ya kuiratibu vizuri. Lakini tayari wameshakwamisha mipango ya Chadema. Kwa hiyo ni sahihi kama unavyosema, ni dhania. Mheshimiwa John Heche alijaribu kulizungumza hilo, lakini pia lilisaidia kwa sababu kwa namna moja au nyingine, hata kama ulikuwa ni mpango wao, tayari umeshafeli. Ukitazama, umetaja kuhusu Heche na kikao cha kamati kuu ambacho kimefanyika hivi karibuni huko Kigoma, na kuna mengi yamejitokeza na unayaona yanaendelea kujitokeza, na iko hatari unaonekana kwamba huenda Chadema yenyewe kama sio kusimamishwa basi ikafutwa kabisa, kwa sababu kumekuwa na wimbi la makada wa chama hicho, wengine viongozi wakielekea ofisi ya msajili wakitaka aingilie kati baada ya kuhoji mambo kadhaa yanayoendelea ndani ya chama,
wengine wanafukuzwa, wengine kusimamishwa. Sasa Chadema kwa miaka mingi wamekuwa wakijinasibu wao ni wakosoaji na watu ambao wanasimamia misingi ya haki na utawala bora, lakini pale yanapokuja maswala yanahusu wao, wanaonekana wanachomoa mapanga mapema sana. Sasa Chadema gani ambayo leo hii inatuhamasisha watu tuhoji, tukosoe utawala, tuikosoe CCM, lakini bado tuendelee kubaki kuwa huru? Lakini wao wakikosolewa tena na wanachama wao na viongozi wao, wanachomoa mapanga na pengine kuwatimua kabisa. Utawala bora uko wapi kwenye eneo ndani ya Chadema? Nashukuru sana kwa hili swali. Ni swali zuri sana na nitapenda nilitumie kutoa elimu ambayo itawasaidia wengi. Chadema kwa dhati yake ni chama cha demokrasia kilichojipambanua kuanzia ndani ya mifumo ya chama na nje. Kwa nyakati zote tangu Chadema kimekuwepo, hakijawahi kukataa kukosolewa, hakijawahi kuchukua hatua kwa watu wanaokikosoa, hakijawahi kuwafurusha watu ambao wanaonekana pengine wanahoji mambo yanahusu chama. Naomba niweke record clear. Tutakuja kuizungumza vizuri tunavyoendelea kuongea. Lakini wapo wanachama na wasio wanachama ambao pengine kwa kutokubaliana mambo ndani ya chama walishindwa kufuata utaratibu wa kuwasilisha, kwa sababu chama chochote cha siasa, chama chochote kina utaratibu wa kuwasilisha maoni. Kwa sababu kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni wanachama. Jambo la pili ni wasio wanachama. Sasa wale ambao ni wanachama wanapoona mambo hayapo sawa na wanahoja, wanapaswa kuziwasilisha kwa utaratibu uliowekwa. Maana unapokubali kuwa mwanachama wa chama cha siasa, maana yake unakubaliana na mifumo, taratibu, kanuni na sheria ambazo zimewekwa na chama hicho. Kwa hiyo kama chama kinaelekeza kwamba mwanachama kama kuna mambo anayaona hayako sawa, anahitaji kufuata utaratibu kadhaa, anapaswa kufuata huo utaratibu. Ndio maana umekubali kuchukua hiyo kadi. Kama haukubaliana na utaratibu huo, huna sababu ya kuwa mwanachama yuko chama. Na hii sio kwa Chadema tu. Hii ni kwa vyama vyote vya siasa. Na nikupe mfano rahisi. Mwaka 2015 wakati wa mchakato wa kupata wagombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi, wapo baadhi ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao hawakukubaliana na mchakato ule ulivyoendeshwa, na wakajitokeza wakafanya press, wakapinga ule utaratibu wa kumpata mgombea urais wa chama chao. Na baadaye kilichokuja kutokea, walifukuzwa wanachama. Wewe unafahamu, walifukuzwa wanachama akiwemo Mheshimiwa Sofia Simba aliyekuwa mwenyekiti wa wanawake na viongozi wengine walifukuzwa. Na walifukuzwa kwa sababu hawakufuata taratibu ambazo zipo ndani ya chama, ambazo zinaelekeza kwamba kama hamkubaliani na mambo kuna taratibu za kufuata. Kwa hilo nimesema niliweke tu kwamba sio issue ya Chadema. Na bahati mbaya au nzuri, Chadema hatujawahi kufukuza mtu. Mara nyingi wanajifukuza wenyewe. Wanaamua kuondoka wenyewe ama wanaenda mahakamani, na tunafahamu kwamba kwa mujibu wa katiba yetu ukienda mahakamani umejifukuza wanachama mwenyewe, haujafukuzwa na mtu. Ndio maana hata Mheshimiwa Issa aliyekuwa makamu mwenyekiti Zanzibar alipoamua kwenda mahakamani kupeleka swala lake, automatically akawa amejivua wanachama. Ni kwa mujibu wa katiba. Na yeye anafahamu tangu wakati yuko mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo mpaka alipokuja kujivua mwenyewe baada ya kupeleka shauri mahakamani. Sasa hilo ni la kwanza. Jambo la pili ni hawa wasio wanachama. Na hii naomba niliweke vizuri kabisa, kwa sababu kuna kundi la watu linaibuka na tuhuma dhidi ya chama, alafu wanajipachika wanachama, na bahati mbaya wanapewa mileage. Vyombo vya habari vinawapa nafasi ya kuonekana, nafasi ya kutoa tuhuma, na zinawatambulisha kwamba ni wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Sasa kwa mfano, zipo tuhuma ambazo zimetolewa katika mikoa kadhaa na wilaya kadhaa za watu wanaojiita wanachama wa Chadema, na baadaye ikabainika si wanachama wa Chadema. Ukizungumza na mkurugenzi wetu wa mawasiliano wa chama, dada Brenda Rupia, atakupa
orodha ya watu waliojitambulisha kwamba ni wanachama wa Chadema lakini hawana hata kadi ya chama. Kuna mmoja alijitambulisha huko kanda ya Ziwa kwamba ni katibu wa wilaya, lakini baadaye katibu halisi wa wilaya akajitokeza. Unaona? Kwa hiyo sasa hapa nataka kusema nini? Kuna kitu katika sheria kinaitwa locus standi. Locus standi is the right to appear before court or before legal case. Yani ili uweze kupata uhalali wa kuwasilisha madai yako kuhusu jambo fulani, lazima kwanza uwe na locus standi. Yani kwa mfano, nitoe mfano rahisi. Yani kwa mfano, huwezi ukasimama ukaenda kumshtaki wewe unaitwa John. Huwezi ukasimama na kuanza kulalamika kwamba Athumani hana nguvu za kiume kama wewe huna interest na hizo nguvu zake za kiume huyo Athumani. Kwa hiyo inaitwa locus standi. Lakini mke wa Athumani akilalamika kwamba Athumani hana nguvu za kiume, mke wa Athumani ana locus standi ya kusema Athumani hana nguvu za kiume kwa sababu yeye ana interest na hizo nguvu za kiume za Athumani. Sasa John, ukianza kulalamika kwamba Athumani hana nguvu za kiume, lazima tutakuhoji una interest gani na nguvu za kiume za Athumani? Kwa sababu wewe John huna locus standi ya kudai nguvu za kiume za Athumani. Sasa huwezi kuwa wewe sio mwanachama wa Chadema alafu ukalalamika kuhusu makamu mwenyekiti wa Chadema. Yaani wewe huna locus standi ya kulalamikia makamu mwenyekiti wa chama ambacho wewe sio mwanachama wake. Kwa hiyo nimesema nitoe elimu ili sasa hata vyombo vya habari vinapoanza kuripoti haya matukio ya kwamba kuna watu wameitisha mkutano na vyombo vya habari wanataka makamu mwenyekiti ajiuzulu ama wanataka kiongozi fulani achukuliwe hatua ama fulani, kabla ya kuwapa airtime, jambo la kwanza kabisa la kujiuliza, do they have locus standi? Yani kabla sijampa airtime huyu aliyejiita mwanachama au katibu wa Chadema Morogoro, kabla sijampa nafasi ya kumsikiliza, lazima kwanza nijue, je, ni katibu kweli? Ni mwanachama kweli? Nikishajiridhisha kwamba ni mwanachama wa Chadema ama ni katibu wa Chadema, anaweza sasa nikampa haki ya kumsikiliza kama mimi kama mwanahabari. Anakuwa na locus standi. Lakini kama anakuja tu pale, anajitambulisha ni mwanachama wa Chadema, anaanza kutoa tuhuma, alafu mnazipublicize, alafu baadaye mnakuja kugundua sio mwanachama wa Chadema, maana yake hapo hata media haikufanya homework yake vizuri. Sasa hili la wanachama kuzunguka kutoa tuhuma na lenyewe pia lina mashaka, kwa sababu aina ya tuhuma ni zile zile. Hapo unazungumzia wanachama halisi. Manake wapo halisi kabisa ambao mtu anaenda mpaka ofisi ya msajili, manake pasi na shaka ameenda na kielezo kwamba yeye ni mwanachama halisi. Ndio maana nilipozungumza sema kuna makundi mawili ya watu. Kundi la kwanza ni wanachama ambao kwa namna moja au nyingine wameacha kufuata utaratibu uliowekwa ndani ya chama. Kundi la pili ni wale wasio wanachama ambao wana lose locus standi. Kwa hiyo hawawezi kuwa madai yao yote, yani wewe kama sio mwanachama wa Chadema na una malalamiko kuhusu Chadema, hayo malalamiko yako ni null and void ab initio. Kisheria anasema kwamba wewe kabla hujayawasilisha malalamiko tayari ni batili. Kama sio mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, mimi siwezi kulalamikia jambo lolote linalohusu Chama cha Mapinduzi ambalo linahusu chama, sio serikali. Hapa watu wanachanganya mambo. Siwezi leo nikaanza kulalamika kwamba Chama cha Mapinduzi, kwa mfano, taratibu zake za ndani, kwa mfano kuna utaratibu wa kumpata mgombea ubunge labda. Kwa mfano majuzi hapa alifariki Mheshimiwa Lukuvi aliyetajwa kuwa ni mbunge wa Isimani, na taratibu za chama zikafanyika ili kupata mtu ambaye atakuwa mgombea kupitia chama hicho. Sasa mimi kwa sababu sio mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, sina haki ya kuhoji mchakato huo wa ndani ya chama, hata kama ninaona haukuwa sawa. Ili niweze kupata haki ya kuhoji, lazima kwanza niwe mwanachama wa hiko chama. Kwa hiyo hicho ambacho kwa nakizungumza kwamba wengi wanaojaribu kutoa shutuma kwa Chadema sio wanachama. Hilo ni kundi la pili. Kwa hiyo wana lose locus standi. Kwa hiyo waki lose locus standi, maana yake ni kwamba hao watu hoja zao kabla hawajazifikiria tayari ni batili.
it's null and void ab initio. Alafu kuna kundi la pili sasa la hao wanachama ambao umesema wameenda mpaka kwa msajili. Sasa hao nisiwazungumze sana, lakini kama nilivyosema awali ni watu ambao waliacha taratibu za ndani ya chama wakaamua kufuata taratibu ambazo walijiamulia wenyewe. Kwa hiyo chama pia kina taratibu zake na namna ambavyo kitachukua hatua dhidi yao. Kusema kwamba Chadema imekuwa chama cha harakati, hakijawahi kuwa chama cha harakati tangu kimeanzishwa. Inategemea tu labda harakati hizo ni za namna gani, lakini ili uweze kuleta positive impact kwenye siasa lazima ufanye harakati. Mwalimu Nyerere alikuwa mwanaharakati, Nelson Mandela alikuwa mwanaharakati. Viongozi wetu wengi waliopigania uhuru wa mataifa yetu huku Afrika, especially maeneo ya Afrika, wengi walikuwa wanaharakati. Kwa hiyo kuwa mwanaharakati sio dhambi. Kuwa mwanaharakati ni kichocheo cha kuleta mabadiliko chanya ya kisiasa kwenye jamii. Na Nyerere asingekuwa mwanaharakati, pengine tungekuwa tunazungumza habari nyingine kuhusu nchi yetu kwa sasa. Kwa hiyo Chadema ni chama cha harakati, ni kweli, na sio dhambi. Hata CCM ina harakati zake. Sema tu harakati za CCM ni harakati mfu. Lakini kuwa kwamba chama cha harakati ni jambo sahihi. Issue ya pili ni kwamba kwa hiyo niseme kwenye issue ya kwanza kwamba ni jambo sahihi kuwa chama cha harakati, na harakati hazipaswi kufa. Siku ambayo chama cha demokrasia kitaacha kuwa chama cha harakati, manake hakitakuwa tena chama cha siasa, itakuwa kitu kingine. Vyama vyote vinafanya harakati, tofauti tu ni malengo ya harakati zake. Hata hao wenzetu ambao wameenda vyama vingine huko wana harakati zao, lakini malengo ni tofauti na Chadema. Chadema malengo yetu ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na usawa katika jamii na tunashika dola ili tuweze kuhakikisha rasilimali za nchi zinatumika kwa maslahi mapana ya wananchi wote. Sasa kuhusiana na kwamba chama hakitaji kukaa mezani kufanya maridhiano, hizo ni tuhuma ambazo zimekuwa zikitolewa na watu wengi, kwamba sasa na hilo wanatupiwa mzigo viongozi wa juu wa chama, kwamba mwenyekiti Mheshimiwa Tundu Lissu na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Heche pengine na viongozi wengine wa juu na Mheshimiwa Lema na wengine, kwamba pengine labda ndio wanasababisha chama kisiende wala kisikae kwenye kile kinachoitwa maridhiano. Lakini huo ni uongo. Hizo ni siasa za propaganda. Ukweli ni kwamba anayekataa maridhiano anajulikana. Anayekataa maridhiano sio Chadema, anayekataa maridhiano ni CCM. Yaani CCM wao ndio hawataki maridhiano, ila wana play victim kujaribu kuonyesha kwamba wao wako tayari kwa maridhiano, isipokuwa Chadema wamekataa. Kwa sababu huwezi kuitisha maridhiano katika mazingira yaliyopo sasa hivi. Kama kweli una nia ya maridhiano, alafu unataka kuitisha maridhiano, mwenyekiti kwa mfano, mwenyekiti wa chama chetu yupo ndani. Unataka kuitisha maridhiano, bado viongozi wa vyama wanakamatwa. Unataka kuitisha maridhiano, bado kuna watu wanadaiwa, wanalipwa ili kufanya propaganda kuchafua chama. Unataka kufanya maridhiano, lakini kwa nyakati hizo bado mpaka sasa polisi wamezuia mikutano ya kisiasa, chama hakiruhusiwi kufanya shughuli zozote za kisiasa ambazo zinahusisha mikutano. Sasa ukweli, wewe unahitaji maridhiano kweli? Kwa hiyo asiyetaka maridhiano ni CCM, ila ana play victim wa kujifanya kwamba Chadema ndio hawataki maridhiano. Yaani haiwezekani wewe hujaacha, wewe ni baba wa familia, wewe ndiye breadwinner wa familia. Kwa mfano, natoa mfano rahisi tu. Unatoka nyumbani, hujaacha chochote. Yaani hujaacha chochote kwa familia. Alafu unarudi nyumbani unasema mke wako hataki kupika. Hataki kupika nini? Ambacho umeacha. Ukisema kwamba mimi nimeacha fedha, nimeacha chakula, store, kuna vyakula, kuna marage, kuna mchele, kuna dagaa, lakini nimerudi mke hajapika, unaeleweka kwamba mke hapo amekataa kupika. Lakini wewe umeondoka, hujaacha chochote, unarudi unasema mke hajapika, angepika hewa. Sasa CCM wanaposema Chadema haitaki maridhiano, na wanajua kabisa kwamba mazingira ya maridhiano wao ndio wameyazuia, maana yake ni kuplay victim. Wamwachie mwenyekiti. Kwa mfano juzi amezungumza makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Heche, amezungumza vizuri sana. Anasema wamwachie mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu, ili yeye sasa aje aongoze hayo maridhiano. Yesu mwenyekiti wa chama aje tuongoze kwenye maridhiano. Hawa vijana wanaokamatwa na kupewa kesi mbaya za ugaidi,
ni dalili kwamba hao watu wataki maridhiano. Kama wataka maridhiano, hakuna sababu ya kumpa kesi ya ugaidi mtu ambaye ameandika tu mtandaoni maoni yake ambayo hayakufurahisha, wewe ukaamua kumpa kesi. Hiyo sio sahihi. Lakini pia kama kweli unataka maridhiano, kwa nini unazuia mikutano ya vyama vya siasa? Achilia mikutano, watu waendelee kufanya siasa kwa sababu ni takwa la kisheria. Halafu kaa mezani, mzungumze, mtaridhiana. Kwa hiyo ukweli ni kwamba Chadema hatujakataa maridhiano. Waliokataa maridhiano ni CCM, lakini wao wana play victim. Wakitaka maridhiano ya kweli, wafanye ambayo viongozi wa Chadema wamezungumza, na mimi naamini hayo ambayo wamezungumzwa, kwa mfano mwenyekiti wa chama akiachiwa huru, mikutano ya chama ikifunguliwa, itatoa fursa watu kukaa mezani. Kwa sababu lazima muende kwenye maridhiano, inabidi kuwe kuna kitu inaitwa truth. Justice, truth, then reconciliation. Yaani kuwe kuna ukweli, haki, alafu sasa ndio mnaridhiana. Sasa ukweli unafichwa, haki inapokwa, lakini mnataka maridhiano. Katika hatua gani? Unawezaje kufika 3 kabla hajaanza 1 na 2? Kwa hilo sio kweli. Na jambo jingine ambalo uliuliza ni kuhusiana na kushiriki uchaguzi. Kususia uchaguzi. Kususia kile kinachoitwa kususia uchaguzi. Chadema haikususia uchaguzi. Chadema haikususia uchaguzi. Chadema ilitaka uchaguzi uwe wa haki na huru. Kama kudai uchaguzi huru na haki ni kususia uchaguzi, hiyo itakuwa tumetoa tafsiri mpya kwenye dictionary ya kususia, neno kususia. Kwa maana kwamba unajua kususia maana yake ni kwamba kuna mazingira sawa kwa wote, alafu mmoja hataki kushiriki. Hapo ndo amesusia. Lakini huwezi kutengeneza mazingira yasiyo na usawa, alafu mmoja akihoji usawa unasema amesusia. Hapana, that's not fair. Kwa mfano, uchaguzi wa mwaka jana, yako mabadiliko ya kisheria na mengine ya kikatiba ambayo Chadema ilitaka yafanyike kwanza, ili sasa tuweze kwenda kwenye uchaguzi tukiwa katika ushindani sawa. Hiyo tunasema tuweze kuwa na ushindani, yani ile competition ya uchaguzi, ile mizania iweze kuwa sawa. Na hayo yote Chadema waliweka kwenye kundi moja, wakasema ni reforms. Kwa hiyo Chadema ilitaka reforms, na ndio maana slogan yao ya mwaka jana, no reforms no election, kwamba bila kuwepo na mabadiliko ya kimuundo, ya kisheria na ya kikatiba kuhusiana na uchaguzi ukifanyika hautakuwa sawa. Hiyo ndio ilikuwa hoja, na wala haikuwa agenda ni kususia. Na miongoni mwa mabadiliko ambayo Chadema walitaka yafanyike, reforms ambazo Chadema walikuwa wanazidai, miongoni zipo kadhaa, lakini miongoni mwao ni wasimamizi wa uchaguzi kuanzia ngazi ya vituo, ngazi za jimbo mpaka katika ngazi ya taifa, wasitokane kwa namna yote ile na influence ya chama ama serikali inayoongozwa na hiyo chama. Kwa mfano rahisi, mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni mteule wa rais. Rais ambaye naye ni mgombea katika huo uchaguzi. Kuna mazingira ni ngumu sana kuweza kuwa na mazingira ya usawa. Hata akiamua kwamba atatenda katika usawa, bado itakuwa ni ngumu sana kuaminika. Kwa hiyo nchi ambazo zimeendelea kidemokrasia hazifanyi tena mambo hayo. Mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi hapatikane katika namna ambayo itaonesha kuna usawa na kuna haki, kwamba huyu hata akichaguliwa, hata kama kuna mazingira ya doubt, lakini jamii itamwamini. Kuna kitu kinaitwa social trust. Sasa hakuwa nacho mwenyekiti. Huwezi na bahati nzuri Mheshimiwa Heche juzi ametoa mfano akasema, huwezi ukachezesha Simba na Yanga alafu ukampa Ahmed Ali kazi ya kuwa referee wa hiyo mechi. Haiwezekani, na ukasema kama unataka kuwa free and fair. Na bahati nzuri rafiki yangu Ahmed Ali amejitokeza akasema kwamba sio kwamba tu angekuwa referee, yani angeitisha penalty hata mazingira ambayo hayahitaji penalty. Hata nilisoma nikacheka sana. Sasa huu ndio binadamu. Sasa Chadema ilitaka ili tuweze kuondoka kwenye hizo changamoto, tuwe na mtu ambaye atakuwa katikati. Hatukatai kwamba binadamu anaweza kuwa na biasness zake, lakini zisio za wazi sana kama hizo. Yani uwezi leo kamchukua Ahmed ukampa kipenga chezesha mechi ya Simba na Yanga hapo. Hapana. Lakini jambo la ajabu sasa, ukimpa Ahmed Ali kipenga achezeshe mechi ya Simba na Yanga, dunia nzima itasema hapo kwamba hakuna fairness. Lakini
Mwenyekiti wa CCM akimteua mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, hakuna anayeona kwamba hiyo sio fair, hiyo sio fairness. Yani watu wanaona kwamba ni jambo la kawaida. Hapana, haliwezi kuwa jambo la kawaida. Kwa mimi nafikiri kusema kwamba Chadema ilisusia uchaguzi ni kutokuitendea haki. Chadema ilitaka changes za kimfumo, hizo reforms, na hizo reforms ingefanyika, Chadema ingeshiriki uchaguzi. Na ili CCM iweze kupata haki ya kusema kwamba Chadema ilisusia uchaguzi, ingefanya reforms, alafu ione kama Chadema isingeshiriki uchaguzi. Nikushukuru sana Malisa, na mimi nilikuwa na maswali mengi sana na wewe. Najua muda pia umetubana, lakini tutatengeneza utaratibu ili lazima yale maswali yangu yote uyajibu bwana. Nashukuru sana bwana, nashukuru kwa nafasi yako, na tutatafuta wakati mwingine tutazungumza zaidi. Asante sana, na nikutakie pia wakati mwema, na asante kwa muda wako. Asante.